Yes, leo tuko katika mwendelezo wetu wa pili katika simulizi inayomhusu baba mwindaji. Kwa majina naitwa Uncle Doni, napatikana YouTube. Ukitaka kunipata nenda YouTube search Uncle Doni, utanipata kwa urahisi kabisa. Karibu sana. Usisahau kulike na kucomment na kushare na kusubscribe katika account yangu inayopatikana YouTube kwa jina la Uncle Doni. Karibu sana. Lazaro anasema, mimi nilizinduka. Katika kuzinduka nikajiuliza niko wapi. Nikawa nikitupa macho huku na kule ili niweze kufananisha yale mazingira niliyopo, pengine nitayakumbuka. Lakini cha kustaajabu, mimi sikukumbuka chochote. Ila nilipoendelea kuangalia tena zaidi, taswira ikaanza kuja. Mara ghafla nainua macho juu, nikakuta mnyama mbali kwa kinikimbiza akiwa ameninginia juu. Yaani kiufupi ni kwamba yule mnyama alitaka kunirukia juu ili akinirukia andarue kabisa anikule mazima. Lakini Mungu ni mwema, yule mnyama hakunirukia mimi, ila alivoruka akaruka vibaya, akarukia kwenye kijiti cha ncha kali. Ndipo akawa amepoteza maisha pale pale. Ndipo nikagundua roho, kumbe Mungu bado ananipenda. Kwa nini mnyama afe mimi nipone, wakati ilikuwa inabidi mimi nife mnyama apone? Halo, nimeamini kumbe Mungu kama anakusudi na wewe anakusudi. Lakini yale yote alikuwa akiendelea, mimi bado sielewi niende wapi, na mvua imeshakata. Lakini nikipiga mahesabu niite msaada, lakini msaada nitahitaji wakati niko katikati ya pori. Bado vile vile nikipiga mahesabu, je, nyumbani niwapeje taarifa? Kwa sababu sina simu. Hata nyumbani kwangu nao pia hawana simu. Sijui kinachoendelea nyumbani, hata na wao hawajui kinachoendelea huko msituni. Hata hizi hekaheka ambazo nazipitia hawajui kinachoendelea. Nikazidi kuwaza, lakini katika kuwaza kwangu hakukuleta majibu, ila nilichokiamua ni kuendelea na safari ili baadaye nione kama pengine naweza nikapata kitoweo nikarudi nyumbani. Lakini mara ghafla nikakutana na swala akiwa yuko na mtoto wake. Yule swala nikamlenga mshale. Yule swala akashindwa kukimbia, akawa amedondoka pale. Mara fikra zikaja kama dakika 15. Zile fikra zikaniuliza hivi, umemuua mama yake na huyu mtoto wa swala. Je, wewe umemwacha mke wako yuko nyumbani anakaribia kujifungua? Vipi wewe ukirudi nyumbani alafu ukakuta naye mke wako amepoteza maisha na mtoto amebaki? Je, utalia kumpoteza mtoto au kumpoteza mama, ama utafurahi kumpata mtoto? Utalia kumpoteza mama ama utafurahi kupata mtoto? Sasa basi, jibu ambalo nalipata kwa yule mke wako ndilo jibu hilo hilo ambalo nalipata hata kwa huyu swala ambaye umemuua. Unapomtesa huyu mtoto wa swala kumuulia mamake, ndivyo hivyo hata mtoto wako ndivyo ambavyo angeteseka pale ambapo mamake angepoteza maisha. Kwa nini nawaza hivi? Kuna nini yani? Hivi au mke wangu kafariki wakati anajifungua mtoto? Kuna nini? Hapana. Haya mawazo sio bure. Itabidi niende mbio niende nyumbani. Lakini kwa nini mapigo ya moyo yananienda mbio?